Kwa miongo kadhaa, wizi wa mifugo kwa ujumla na mashambulio ya kijangili katika sehemu za kaunti ya Meru imesababisha uharibifu, maafa na kufanya familia kusambaratika. Hali hii imewafanya mawakili wanaowakilisha waathiriwa huko Tigania Mashariki kuelekea katika mahakama kuu wakitaka fidia kwa familia zilizoathiriwa na serikali kuchukua hatua ili kulinda jamii zinazoishi katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa kesi hiyo, zaidi ya watu 200 waliuawa na zaidi ya mifugo 15,000 kuibwa kati ya mwezi Oktoba mwaka 2023 na Machi mwaka 2026. Lakini kando na takwimu hizo, kuna familia ambazo bado zinakadiria athari mbaya ya mashambulizi hayo. Ziara nyumbani kwa Sarah Kathuri, ambaye ni mjane katika kaunti ndogo ya Tigania Mashariki, inaonyesha maumivu na mahangaiko yanayokabili familia ambazo zimepoteza wapendwa wao kutokana na ujangili. Sarah, ambaye ni mama wa watoto 5, alisimulia jinsi mumewe alivyopigwa risasi na kuuawa na majambazi wakati wa uvamizi, kabla ya wavamizi hao kuondoka na mifugo 35. Siku moja ikapika, bwana wangu akauawa na waisi. Nikawachwa bila kabisa. Na ng'ombe niko na watoto kwa shule na sina kitu cha kuendesha watoto shule. Niko na university na college. Nilikuwa hivi tu, sina kitu hata nini. Familia nyingine ina simulizi kama hizo. Selina Katha Kimathi alimpoteza mumewe ambaye alikuwa polisi wa akiba nchini baada ya kupigwa risasi na wezi wa mifugo. Nataka kusaidiwa na serikali, watoto wangu wako shule, hawana vyakula, ng'ombe zote ziliibiwa, hakuna kenye niko naso na naasho na wao watoto. Ni kutokana na hali hii ndipo mawakili Muthee Kiunga na Eric Muriuki wamewasilisha kesi ya kikatiba katika mahakama kuu ya Meru. The reason why we went to court is because these numbers, these statistics, they are not just numbers on a paper. These are lives of people. Hii ni maisha ya watu. Ukisikia ng'ombe 15,000 zimeenda, ukisikia watu 200 wameumizwa, wameuliwa, ukisikia watu 1000 wameumizwa, wako na majeraha ya risasi, hizi ni familia. Kesi hiyo inalenga kutafuta fidia ya kutosha kwa waathiriwa na familia ambazo zimepoteza wapendwa wao waliokuwa wakiwasaidia kujikimu maishani. Tunaomba serikali ifanye investigation kama vile walifanya wale watu wameuawa kwa maandamano na mambo mengine. Wafanye comprehensive investigation. Kwa document ni watu wangapi wameuawa, ni ng'ombe ngapi zimeenda, na compensation yao ni kiasi gani, ndio hawa watu wapate haki yao. Hata hivyo, kwa familia hizo haki kamili si kupewa tu fidia, bali ni kuishi na kulisha mifugo wao bila wasiwasi wa mashambulizi. Bruce Mayoyo, Darubini.